Habari za mchana huu ndugu zangu waandishi wa habari. Habari za mchana ndugu watoto wazuri. Sisi kutoka Simba Sports Club kwa kushirikiana na Mo Dewji Foundation tumetembelea hii leo kituo cha Mama wa Huruma, Mother of Mercy, hapa Madale jijini Dar es Salaam, kama ilivyo kawaida yetu kuja kuwashika mkono, kuja kutoa msaada na kuja kuwaunga mkono walezi ambao wanawalea watoto katika kituo hiki cha Mother of Mercy. Umekuwa ni utamaduni wetu huo, kila tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito, tunakwenda kutoa msaada kwenye vituo mbalimbali vya watoto yatima, ikiwa ni sehemu ya kutafuta baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuomba wepesi kuelekea katika jambo letu. Nyote mnafahamu kwamba tarehe 28 siku ya Jumapili, tukiamka salama, mnyama Simba Sports Club ana mechi ngumu dhidi ya Gaborone United, mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, tukitafuta tiketi ya kwenda hatua inayofuata. Kwa kufahamu ukubwa na ugumu wa mchezo huo, Simba Sports Club kwa kushirikiana na mdau wetu mkubwa Mo Dewji Foundation, hii leo tuko hapa Madale kwenye kituo cha Mother of Mercy kwa ajili ya kuja kukabidhi zawadi ama sadaka kwa watoto wanaolelewa kwenye kituo hiki. Sera yetu sisi Simba Sports na Mo Dewji Foundation ni kwamba watoto wanaolelewa kwenye vituo hivi vya watoto yatima ni watoto wetu sisi, ni watoto wa Simba Sports, ni watoto wa Mo Dewji Foundation. Hivyo tunalazimika kwa namna moja ama nyingine kwenda kuwatembelea, kwenda kuwapa zawadi mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku. Lakini ni sehemu yetu ya kwenda kuwapa moyo wale walezi ambao wanawalea watoto hawa. Tunafahamu sio kazi nyepesi hata kidogo, hivyo watu hawa wanahitaji faraja kutoka kwetu na kuambia kwamba ninachokifanya ni kitu bora, ni kitu muhimu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi zawadi hizo ama sadaka hiyo, na ninaamini kupitia sadaka hii itakuwa ni chachu ama sababu ya Simba Sports kufanya vizuri katika mchezo wetu wa Jumapili. Baada ya kusema haya, niseme asanteni sana, na niseme asanteni kwa kutupokea, asanteni kwa kuipokea Simba Sports, na asanteni kwa kuipokea Mo Dewji Foundation, na asanteni vile vile kwa kupokea zawadi ambazo tumewaletea hapa Mother of Mercy. Baada ya kusema hayo, ni mkaribishe Mo Dewji Foundation aje aweke maneno. Habari za mchana. Salama. Sisi kama Mo Dewji Foundation, kama ilivyo tamaduni yetu, tukishirikiana na ndugu zetu Simba Sports Club, tunapenda kutoa msaada wetu katika kituo hichi cha Mothers of Mercy, tukiombea timu yetu kuelekea kwenye mechi yao tarehe 29 waweze kufanikiwa. Asanteni sana. Asanteni sana. Tunashukuru sana. Kituo chetu kilianza 2006. Sasa hivi tuna watoto 150, lakini tunaolala nao ni 70. Wengine wako, kuna ambao wako chuo cha walimu, wengine wako chuo cha kompyuta, wengine wamemaliza chuo cha udaktari, wengine wamemaliza sheria, na kuna waliomaliza form 4. Kwa wote tunakaa nao hapa na tunawahudumia sisi. Lakini tunawashukuru nyinyi nyote mliokuja kututembelea. Inawezekana wengine walishawahi kufika. Tunashukuru misaada yenu yote mliotutolea siku ya leo na misaada mliotoa siku za nyuma. Tunaendelea kuwashukuru sana. Tangu tumeanza kituo hiki watoto hawajawahi kulala njaa, hawajawahi kukosa matumizi ya shule. Nyinyi wenyewe ndio mnaotusaidia. Hata tunapokaribia hapa tunasema waliomaliza form 4 wanaenda kwenye vyuo, inabidi tuingie kwenye madaftari ya wageni. Tunawatumia message, watu wanajitokeza, wanawatolea ada, wanasoma, na waliomaliza wamehudumiwa na nyinyi. Kwa hiyo tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Alafu mwanzoni mimi sijajitambulisha jina, mimi naitwa Sister Christina.
Kituo chetu kinaitwa Mama wa Huruma, Mother of Mercy. Alafu 2023 serikali walitutembelea kwamba watoto tusiwaraze nyumba moja wa kike na wa kiume. Lakini tangu 2006 walikuwa wanalala nyumba moja. Ina korido katikati, mkono wa kushoto walikuwa wanalala wavulana, mkono wa kulia wasichana. Lakini hiyo walikataa, walisema wasichana wawe na nyumba yao na wavulana nyumba yao. Kwa hiyo 2023 ndio tulipambana kutafuta kiwanja kingine ambacho kina ukubwa wa 39 kwa 25. Mwenye eneo alituambia milioni 60. Kwa hiyo tulitengeneza fomu, wageni wanapotutembelea tunawapa fomu zetu, wanatuchangia. Mwaka jana mwezi wa 10 na wa 9 waliorudisha, sasa hivi mwenye eneo anatudai milioni 4. Kati ya waliotuchangia kuna aliyechanga milioni 45 peke yake, ndiye amerudi kutujengea, ndio nyumba hiyo mnayoiona imesimama. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba na nyinyi mtuchangie kilichobaki, haba na haba ujaza kibaba. Hata mkituchangia kidogo na wengine wakaja wakatuchangia kidogo, tuna imani kwamba mwaka huu ukija kuisha hiyo milioni 4 tutaimaliza. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Lakini bibi bado naendelea kukumbushia, jamani mlale hapa. Nitaondoka Ijumaa. Sisi tutaendelea kuwakumbuka kwenye sala na Mungu ataendelea kubariki yale yote mnayotaka kuyafanya. Amen. Tunashukuru sana. Amen. Mungu awabariki. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mikaeli malaika mkuu, utulinde katika vita, uwe kinga yetu katika maovu na mauti ya Shetani. Mungu amtishe tunaomba sana, naye kwa majeshi ya mbinguni kwa nguvu ya Mungu angusha moto Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani ili kupoteza roho za watu. Amen. Maombi. Mama Bikira Maria, Baba Mungu mwenyezi uliye juu, Jehova Bwana uketia mahali palipoinuka, Bwana Mungu wa majeshi, katuokoe katika kwenye shida, katuepushe na changamoto zote tunazopitia Bwana. Bwana Mungu ulisema Baba tuombe bila kukoma Bwana, tunatoa maombi yetu Bwana, katushika katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye juu. Bwana Mungu uliyekufa msalabani Yesu kwa ajili ya dhambi zangu. Bwana Mungu nikilia kwa machozi Bwana, nikilalamika Bwana Mungu, tunapitia changamoto nyingi sana Bwana Mungu, katuokoe katika kwenye shida Bwana. Yule muovu Shetani tunampinga katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye juu. Bwana Jehova, Bwana Mungu katuokoe kwenye shida. Yule muovu Shetani Bwana tunamharibu kwa mkono wako Jehova. Bwana Mungu nikiita jina lako Yesu Kristo, Bwana Mungu katawale katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana Mungu katawale katika nchi yetu Bwana, ikae na amani na upendo. Kaokoe wageni wetu wanapokuja Bwana, kawalinde kwenye safari yao wanapoenda Baba. Kaokoe njiani Bwana, kawalinde. Maana Baba Mungu katuokoe katika kwenye shida, tunapitia changamoto nyingi sana. Roho Mtakatifu Yesu Kristo wa Nazareti uliye juu, Bwana Mungu Yesu Kristo uliyekufa msalabani, damu yako Bwana imemwagika kwa ajili yangu. Katika jina lako Yesu Kristo Jehova, Roho mkuu Bwana kaniangazie, Roho mkuu Bwana kanilinde. Katika jina lako Yesu Kristo kalinde wageni watu wanaokuja kututembelea Bwana. Bwana Mungu wanapitia changamoto nyingi sana. Kalinde katika hichi kituo Bwana, kikawa na amani na upendo. Roho Mtakatifu Yesu Kristo Bwana katawale katika jina lako Yesu Kristo. Yule muovu Shetani tunamkanya katika jina lako Yesu Kristo. Bwana Mungu katawale katika mkono wako Yesu Kristo. Panga ilao Bwana Mungu Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai mwana kondoo. Bwana Mungu uliye juu Yesu Kristo katawale katika
tunapitia shida nyingi sana. Roho Mtakatifu katuepushe na yule mwovu, tukawa na tabia nzuri. Kailinde Tanzania Bwana, ikae na amani na upendo. Katulinde sisi tunapitia changamoto nyingi sana. Roho mkuu Bwana Mungu wa Nazareti tuliye hai, tunakemea magonjwa yote yanayotuandama. Roho mkuu katulinde katika kwenye magonjwa. Wa Nazareti tuliye hai, kalinde wageni watu wanaokuja kutembelea. Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu Bwana uketia mahali palipoinuka katika kiti cha enzi. Bwana Mungu ni kitu uwezo wako Roho Mtakatifu, naangusha miungu yote, na mteketeza yule shetani mwovu. Bwana Mungu ni kitu uwepo wako, nuru yako Bwana ikangaze. Roho yako Bwana Mungu katulinde. Yesu Kristo wa Nazareti tuliye juu, na kemea ugonjwa wote Bwana, na uharibu ugonjwa wote Bwana. Majini kaba Bwana anatufuatilia, katulinde katika kwenye masomo. Bwana Mungu katulinde njia tunapotembea, nyao zetu Bwana kazilinde. Kalinde wageni wetu wanapokuja kutembelea. Roho Mtakatifu, Roho mkuu Bwana Mungu utawale katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Wanapotembea njiani Bwana kawalinde, wanapokaa Bwana kawalinde, wanapoenda Bwana kawalinde. Yesu Kristo Bwana kawalinde katika jina lako Yesu Kristo. Nuru yako Bwana iangaze. Roho mkuu Bwana kaangaze. Malaika Bwana kawalinde. Roho mkuu Bwana kaangaze. Tunakemea magonjwa yote Roho mkuu. Roho Mtakatifu, Mwana-Kondoo uliye hai, Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Bwana Mungu na kuomba katika jina lako Yesu Kristo, kasikia maombi yetu Bwana. Kila mmoja Bwana nakuomba wewe mwenyewe, kila mmoja Bwana ulisema tuombe bila kukoma. Yesu Kristo ni kitu uwezo wako Roho Mtakatifu, katulinde sisi tunapitia changamoto nyingi sana. Katulinde sisi tunapitia changamoto nyingi sana. Katulinde Tanzania tukae na amani na upendo. Katulinde Tanzania tukae na amani na upendo katika jina lako Yesu Kristo, katika jina lako Mungu wa Nazareti uliye hai. Agiza malaika wako akatuangazie, wakatawale mbele na nyuma, pembeni na kila mahali Bwana katawale katika mkono wako Yesu Kristo. Na haribu ugonjwa wote, yule mwovu anayetufuatilia tunamharibu katika jina lako Yesu Kristo. Bwana Mungu kashindo katika mkono wako Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye juu mwenyezi. Bwana Mungu ni kitu uwezo wako Roho Mtakatifu. Bwana Mungu nakuamini ya kuwa kwamba wewe ndio Mungu, ya kwamba anatia uchungu sana ni mateso yetu. Hakuna Mungu kama wewe Jehova Bwana, tulisema tuombe bila kukoma. Bwana Mungu katie palipoinuka Bwana, katie rohoni wetu Bwana, katuangazie nuru yako. Yule mwovu anayetufuatilia Bwana kashindwa katika jina lako Yesu Kristo. Bwana Mungu uliye juu, Bwana Mungu wa Nazareti, Yesu Kristo kasikia maombi yetu. Bwana Mungu ni kitu uwezo wako Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kasikia maombi yangu na ukatendee kazi la malaika mkuu. Malaika mkuu katuangazia kwenye shida. Tunapitia changamoto nyingi sana. Roho mkuu katulinda katika kwenye shida. Roho mkuu kawalinda wageni wetu wanapokuja, kawalinda kwenye safari yao, kawalinda wanapotembea. Yesu Kristo wa Nazareti uliye juu, Yesu Kristo ni kitu uwepo wako. Damu yako uone iliyomwagika ili tukataa, ili ulisema Baba tukuombe bila kukoma. Ulisema Baba tuombe bila kukoma kwa njia yako Yesu Kristo. Ulisema Baba tufuate jina lako. Yesu Kristo ni kita uwezo wako Roho Mtakatifu. Kasaidia wanyonge, tusaidie walemavu, tuwasaidie kila mtu Bwana. Yesu Kristo kasikia maombi yetu. Roho mkuu Bwana Mungu tukiomba kwa njia ya Yesu Kristo. Tunakimbilia ulinzi wako. Ulinyima tukiomba katika shida zetu. Tuokoe siku zote kila tuingia kwa hatarini. Ili kila mtu kuna Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum.